Habari Tanzania, habari Afrika, habari Tanzania, habari Afrika. Leo nimekuandalia vitu 7 muhimu ambavyo kabla binti hajasema ndio au hapana, au kabla binti hajasema ndio au hapana, lazima avizingatie kwanza kwenye kukubali kusema ndio au hapana, kwenye mahusiano, kuolewa, kuchumbiwa, vyovyote vile. Ila hizi ni vitu 7 muhimu ambavyo kabla hajasema ndio lazima avizingatie. Cha kwanza kabisa ni maono. Mwanaume ni maono kabla ya muonekano. Maana methali anasema pasipo maono watu hupoteza mwelekeo. Mwanaume ni maono. Mungu kitu cha kwanza alipomuumba mwanadamu aliweka kitu kinachoitwa maono. Wanaume haupimwi na kitu kingine chote zaidi ya maono. Kwa nini? Kwa sababu Adam kabla ya kuumbiwa Hawa alipewa kazi ya kufanya kwanza. Kwa ni lazima utazame maono yake. Je, unaweza ukaendana na maono yake? Lakini kanuni ya pili, mwanamke kibiblia ni msaidizi wa mwanaume. Kwa uweze ukasaidia sehemu ambako hamna kitu. Kwa kanuni unaenda kuyasaidia maono ya mwanaume ambayo yanaweza yakakupeleka kule ambako mnaweza mkaenda. Kwa kabla hujasema ndio au hapana, lazima uangalie unatosha kwenye maono yake. Cha kwanza. 2, ana maono. Kama ana maono bado hajawa mwanaume, kwa ana sifa za kusema, una sifa kwake za kusema ndio. Lakini maono lazima uangalie long term plan na short term plan, zote uangalie. Baada ya miaka 5 mtakuwa wapi? Inawezekana ana hata 100 leo, lakini ukimtazama miaka 10 unamuona wapi? Ukimtazama miaka 5 unamuona wapi? Ukimtazama miaka 15 unamuona wapi? Kwa akikufuata kwamba nahitaji kuwa na wewe kwa mazumuni ya maisha, okay, tunaomba okay, fine. Lakini cha kwanza naomba unipe long term plan yako ya miaka 10